Asubuhi ya leo rikaba sandoro kuzuria baka na kutolea we maisha yangu na kutolea we. We worship you, Jesus. We adore you, Jesus. We lift you, Jehovah. We bless your name. We bless your name, Jesus. You are worthy, my God. You are worthy, my King. You are worthy, my Master. There is none like you, Jesus. Someone lift up your hands and worship the Lord as He is. He is a conqueror. He has conquered. Yes. He has conquered for us. He has won for us. Yes, let us glorify His holy name. We worship you, Jesus. We adore you, Lord. We lift you, Jehovah. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you this wonderful moment for enabling us to gather in your name. We worship you and adore you. We lift you and glorify your holy name. We want to hear from you this morning, Jehovah. Minister to us, O God, and reach out to us in every manner and way, and means, O God, that we may be lifted above trials and temptations, above sicknesses and diseases, above calamities and the pandemics. In the name of Jesus, we thank you, Jesus, and we bless your holy name. For it is in Jesus' name that we pray and believe. Amen. Amen. Let us appreciate the praise of worship. Let us appreciate the praise of worship. Amen. Find a place and get seated. Find a place and get seated. We want to hear the word of God today. Nataka tukaweze kubarikiwa na neno la Bwana leo. Tunashukuru Mungu kabisa kwa sababu ibada zimerudi. Amen. Japo kwa maagizo mengi, lakini tunashukuru. Amen. Tunashukuru kwa sababu huu ni mwanzo. Hallelujah. Huu ni mwanzo na tunajua ya kwamba njia zinazidi kufunguka. Amen. Hapa kwetu Uzima Teletele hatukuweza kufanya ibada kikamilifu vile tulivyokuwa tukitaka, kwa sababu bado kuna mambo fulani tunataka tuhakikishe yametimia kabla hatujamwambia kila mmoja akuje kwa ibada. Amen. Kwa hivyo wale wachache ambao tumeweza kuja na wale wanajiunga na sisi kutoka nyumbani, tunataka kumshukuru Mungu kwa wema wake na kwa fadhili zake kutuwezesha kukutana
kutuwezesha kuja na kusikia neno lake, na ninaamini ya kwamba maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Kabla hatujaendelea, wacha tumwabudu Bwana na sadaka zetu. Ingia mfukoni, mtolee Bwana sadaka. Kama unatoa sadaka na simu yako kama mimi, chukua simu vizuri haraka sana tukaweze kumtolea Bwana. Chukua simu yako tukaweze kumtolea Bwana. Kama unamtolea Bwana na simu kama mimi, chukua simu yako. Kama unamtolea kutoka kwa pochi lako, ingia mfukoni, anza kuandaa sadaka yako. Kama umekuja na zaka, your tithe, also get it ready, we want to give to God. Kama unatoa kwa simu kama mimi, nenda kwa M-Pesa. Ukifika kwa M-Pesa, as usual, as always, nenda kwa lipa na M-Pesa. Chagua buy goods and services, buy goods and services, and until number 199258. Okay, and then weka amount ile ambayo wataka kumtolea Bwana, weka okay, and then yes, weka pin yako okay, and then yes, itakuuliza kama unataka kutoa amount kwa ile pesa umeweka kwa uzima teletele. Yes, utaiambia send. Yes, send, and then yes, you get a message ikionyeshana ya kwamba pesa yako imefika uzima teletele, and the Lord will bless you, and the Lord will increase you, and the Lord will make you great and prosperous in the land. Hallelujah. Ni wangapi wanaamini Bwana anaenda kutubariki asubuhi ya leo? Aya, basi kama umeshika sadaka yako mkononi, njoo simama nayo juu, tusimame sote tujiunge na wale wamebeba sadaka zao na mikono yao. Kama umetoa na simu, shika simu yako juu kama mimi, tunapomtukuza Mungu, tunapomwabudu Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kukubali ibada yetu ya sadaka. Tunaleta sadaka hizi na zaka kwa kukupenda, kukutii na kukuamini. Zipokee Bwana, zipendeze machoni pako, na zikasababisha ulinzi na baraka na wema na fadhili zako kutufuata siku zote za maisha yetu. We appreciate you, Lord, and we appreciate your ability, your allowance, your acceptance of our offering and of our tithe. Receive it, God, and bless us and increase us and expand our territories, for you are mighty God. For it is in Jesus' name that we pray and believe. Amen. Amen. So bring it to the altar. Bring it to the altar, please, and the Lord will bless you. Just bring it to the altar, and the Lord will bless you. Put it on the offering basket right here, and the Lord is going to bless you. Amen. The Lord is going to bless you. Just put your offering there, and the Lord is going to bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Put your offering there. Kama una bahasha ya tithe pia weka hapo, na Bwana wa Mungu wa mbinguni akaweze kukubariki. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nina sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nataka ni appreciate a few people ambao wamejiunga na sisi kwa Facebook Live. Amen. We want to appreciate them, those joining us from all over the country. I want to thank God for Mathias Monzia. I want to thank God for Rachel Maktaura, Mama Taura, nafikiri tunamjua hapa vizuri sana. Farina, God bless you. Janet Gila, God bless you. I want to appreciate everyone who is joining us via Facebook Live. May the Lord bless you. May the Lord increase you. May the Lord make you shine above all things in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Now, let us just clap and appreciate one another. Amen. 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 Amen.
turn to somebody and wave to somebody. Wave to somebody, just turn to somebody, wave to somebody. I know you cannot give them a smile because you already, I'm telling you, COVID-19 must be defeated in Jesus' name. Amen. Hallelujah. I see you, I appreciate you. Victor, God bless you. For many days I've not seen you. Msumba, God bless you. I appreciate you. Many days I've not seen you. Amen. Let me appreciate a few. Christine, thank you. God bless you. Yes, Mami, God bless you. Nashukuru sana kuona. I wish I could just hug all of you. Amen. Mungu wetu ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu, na ni Mungu mkuu. Amen. Thank you for coming. I believe next Sunday tutaweza kuja wengi zaidi. We have enough space here to accommodate everybody na tukaweka distance. Amen. And we are going to be blessed. Ana kule nje tutaweka viti. Amen. So that people can come and sit for distance na tukawa tunaweza kubarikiwa sana. Wale mnajiunga na sisi kutoka nyumbani, muelewe ya kwamba we will continue like this. We will not stop kwa sababu tumerudi kanisani. Tutazidi na tutaendelea. Njia hii ya mtandao itaendelea kutuhudumia wale ambao tutakaa manyumbani, kwa maana watoto watabaki manyumbani na najua kuna wazazi lazima wabaki manyumbani. So we will continue ministering to us through Facebook Live, and I know God is going to bless us. I've been speaking about King David. Nimekuwa nikizungumza juu ya mfalme Daudi. King David was a great king. We all know King David was a great king, maybe the greatest king ever lived. Na alikuwa ni mwimbaji mzuri sana, alikuwa ni kiongozi mzuri sana, alikuwa ni worshiper, alikuwa ni shujaa wa vita, and he was a very successful man. But there are things, kuna mambo ambayo Daudi alikumbana nayo ambayo ninaamini yalimuimarisha kuwa jinsi alivyokuwa. Bwana asifiwe sana. Na ni mambo ambayo tunakutana nayo kila siku, lakini wengine wetu badala ya kukubali na kuyaruhusu yale mambo yatuimarishe, tunayaongopa, tunayachukia, tunayakasirikia, na mengine ni mipango na taratibu za kiungu za kuweza kutukuza sisi, kutuelimisha na kutujenga na kutufanikisha na kutuwezesha kuwa watu wakuu katika taaluma zetu, katika nyanja zetu za maisha, katika jamii zetu, kielimu. Amen. Ninaamini haya mambo ambayo Daudi alikumbana nayo, mengi yalimushape, yalimtengeneza, yakamuunda to the person that he finally became. And those are the things that I've been sharing with us since the last 2 weeks, and I continue today, and I believe God is going to bless us. The first thing that we see David encountered was God himself. Praise the name of Jesus. Everything must start with God. Kama kutakuwa na success katika maisha, katika success ya kiungu, ni lazima chochote tutakachoanza kianze na Mungu. Na tunaona Daudi tunamuona mara ya kwanza wakati Samuel alipoenda katika nyumba ya Jesse. Bwana asifiwe sana. Akiwa ameenda kuinua mfalme, thank you. I can do it like this. Thank you, God bless you. Akiwa ameenda kuinua mfalme, tunamuona akiwa ameenda kuinua mfalme, na tunaona watoto wote wanaletwa mbele na wote hawakukubalika mpaka Daudi alipotumanwa, na Daudi akainuliwa mfalme. Na kutoka hapo, japo hatukumjua Daudi, tunaanza kumjua Daudi. Na kuna watu mpaka dakika hii hawajulikani kwa sababu they have never, you start getting known in the circles of God the moment you encounter God. Amen. Ni lazima kila kitu kama kitakuwa na kujulikana na kuinuliwa kiungu, ni lazima kianze na Mungu. And we must have a desire to know God. Praise the name of Jesus. We must have a desire to encounter God. We must have a desire, wale ambao hatujajazwa na Roho Mtakatifu, one way of encountering God, actually the most major way of encountering God is by the filling of the Holy Spirit. Praise the name of Jesus. When we are filled by the Holy Spirit, wakati tunajazwa na Roho wa Mungu, inatusababisha sisi kubadilika na kuwa mtu tofauti. Bwana asifiwe sana. Tunaona Samueli akimwambia Sauli ya kwamba nimekupaka mafuta uwe mfalme, nimekutangaza wewe ni mfalme, lakini sasa panda katika ukielekea kule Gilgal, utakutana na wana wa manabii wakishuka, na watakuwa wakicheza zeze na wakicheza vinanda, wakimwimbia Mungu na wakiabudu. Jiunge pamoja na wao, na utakapojiunga na wao,
Roho wa Mungu ataingia ndani yako na wewe utakuwa mtu tofauti. Bwana asifiwe sana. So and we see the moment Saul did that, na akaenda kukutana na wale watu na akajiunga na wao, immediately the Spirit of the Lord came upon him and he became different. The only way to become different is to encounter God. Ni kukutana na Mungu na kuruhusu Mungu aingie ndani ya maisha yako, na Mungu ana uwezo wa kubadilisha mtu. Ninajua watu ambao walikuwa hawawezi kuongea namna hii, wengine hata walikuwa ni vigugumizi, wengine walikuwa hata hawawezi kuongea mbele ya watu. Na wakati walipokutana na Mungu, I know many preachers ambao they have powerful testimonies jinsi walivyokutana na Mungu, na hata kigugumizi kikapotea, hata uoga ukapotea. Amen. Hata wengine hawakusoma wakapata kuonena kizungu vizuri kabisa. I know so many preachers who have not gone beyond primary education, and today they are great English speakers. Why? Because the Holy Spirit filled them. Amen. Walipojawa na Roho, Mungu aliweka kizungu katika kinywa chao. So those of us here ambao tunajidharau, tunasema hatukusoma labda, ama tunasema hatuna pesa, ama hatuna lile wala lile, ukikutana na Mungu, praise the name of Jesus, God is able to turn your life around. Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako completely around. Praise the name of Jesus. And I want to believe God even today, God is going to change somebody's life forever. Praise the name of Jesus. The next thing we see David encountering, baada ya kupakwa mafuta, tunamuona sasa alikutana, maandiko yanasema walipokuja kupigana na Goliath, alikuwa kitu ambacho alikuwa kukutana nacho. Akasema, nalipokuwa nikilinda kondoo wa baba yangu, nilikutana na simba na nikakutana na dubu, na Mungu akanisaidia kuwashinda. Na yule Mungu aliyenisaidia kuwashinda, leo pia atanisaidia kushinda huyu Mfilisti asiyepashwa tohara. Na by that word, by that testimony, you know, maandiko yanasema in the book of Revelation, they overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Walishinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wako ni muhimu. Kuna vitu Mungu ataruhusu ukutane nazo zikupe ushuhuda, sikusababishe wewe kuangalia na ukaona hakika kama Mungu alinipitisha hapa na akanipitisha hapa, hata hapa pia atanipitisha. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kwa hivyo tusiongope tunapokutana na challenges in life. Challenge ya dubu na challenge ya simba ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya Daudi kuwa mfalme. Praise the name of Jesus. Ilikuwa ni shule ya Mungu. Amen. Shule ya Mungu ni vitu tunazozipitia. Praise the name of Jesus. Mungu anatukuza nazo, anatuelimisha nazo. Zingine zinatuvunja moyo, zingine zinatukatisha tamaa, lakini zinatuelimisha na zinatuinua na zinatukuza. Praise the name of Jesus. The third person, the third thing, or maybe the third item we want to address, we want to talk about, kile ambacho ni cha tatu tutaka kuzungumzia ambacho Daudi alikumbana nacho baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu. The moment after you meet God, always understand. Somebody called it the wilderness experience. The moment you meet God, let me mention that before I forget. After confronting God, always understand. The next thing that comes is the lion and the bear. Somebody called it the wilderness experience. After encountering God, always expect. Kuna watu ambao wakijazwa na Roho wa Mungu, ama wakikutana na Mungu, ama wakiokoka, alafu watoke pale nje wapate challenge, wanavunjika moyo. Lakini always elewa, that is the way God works. The moment you are filled with God, the moment you are saved, the moment you have experienced an encounter with God, expect the next thing, the devil to try you. Expect God will allow the devil to try you. He will allow a trial to come your way. It is coming to test your new faith. It is coming to test your new experience with God. Inakuja kuangalia kama jinsi ulivyokutana na Mungu, kama umesimama dhabiti. Na hata Yesu baada ya kubatizwa mto Jordan, praise the name of Jesus, na sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni. Praise the name of Jesus. Na jiwa akaja akatulia juu yake, na Yohana akambatiza. Praise the name of Jesus. Maandiko yanasema alipotoka hapo aliongozwa na Roho wa Mungu mpaka jangwani, kule kunakoishi dubu
kule kunaishi simba. Na hilo ni jambo ambalo kila mmoja wetu ni lazima tuelewe. Ukikutana Mungu akimaliza kutangaza jambo juu ya maisha yako, ukija hapa na tukuombea tutangaze unabii wa ushindi mkubwa, tarajia the next thing you'll meet, praise the name of Jesus, ni challenge. A challenge will arise. I challenge hiyo imani, hiyo tangazo, hiyo declaration, hayo mafuta yamemiminwa kichwani mwako yatajaribiwa, praise the name of Jesus. And if you overcome, then you are ready to go to the next level. The next level for David was King Saul, praise the name of Jesus. Mtu wa tatu tunayezungumzia katika somo la leo ni Saul, praise the name of Jesus, the king himself. Sasa David is being given a peep, anapewa an idea of where he's going, praise the name of Jesus. God will always, after you overcome the bear and the lion, baada ya kuweza kushinda jaribu la simba na dubu, Mungu sasa anakupisha uone kule uendako, praise the name of Jesus. Hapo ndio unaoteshwa ndoto, hapo ndio Mungu anakuzungumzia, hapo ndipo Mungu anatangaza maono yako, praise the name of Jesus. Hapo ndio Mungu anaanza kukuonyesha ndoto ya maisha yako, unaanza kuona. Saul anawakilisha destiny ya Daudi, praise the name of Jesus. Tunaona wakati huo Saul alikuwa amekataliwa na Mungu, na pepo akamuingia Sauli, praise the name of Jesus. Huyu pepo ameruhusiwa na Mungu amuingie Sauli, ndipo Daudi apate nafasi ya kuja karibu ikulu, aone vile ikulu kuna kaanga, aone kule anakoenda, aone kule atakakoishi, maisha yanayokuja, aone destiny yake, aone vile ambavyo maisha yake yatakuwa baadaye, praise the name of Jesus. And it is a very wonderful experience. Many people who want to become bishops, God will bring you here to work with me, praise the name of Jesus, so that you can go close with me, uweze kuona vile mambo mengine yanaendanga. Na kuna vitu utajielimisha tu by hanging around with the king. There are things you just learn. Hata si lazima uambiwe hili na hili, utaangalia. Na ndio unaona Paul anamwambia Timothy, imitate me as I imitate Christ, as I am imitating Christ. Kwa sababu Timotheo alikuwa anaelekea kule Paulo alipokuwa. Timothy was coming to where Paul was. Now Paul is telling him, watch my step, praise the name of Jesus. Watch my pace. Niangalie vizuri sana, learn from me, praise the name of. You need somebody to learn from. If you are going to become a king, you must be brought close to the throne. Ukaweze kuonja, ukaweze kunusa, ukaweze kusikia, praise the name of Jesus. Na hapo ndipo wengi tunapoteanga. Because wakati Mungu ametuleta karibu na destiny yetu, tunafikiri tumefika kwa destiny, praise the name of Jesus. And we forget ourselves and we become proud. Wengine tunajawa na kiburi. Umeintroduciwa tu katika biashara na mtu, a mentor has just introduced you into business, unafura kichwa, unaona sasa wewe umejua business, praise the name of Jesus. In fact, wengine hata wanaanza kushindana with their mentor, wanaanza kushindana na yule mtu amewashika mkono ambaye Mungu amemsimamisha, because whatever you want to become in life, somebody is already there. Are you listening to me? Whatever you want to become in life, somebody is already there. If you want to be married, somebody is already married to show you what marriage looks like. If you want to do business, somebody is already doing that business to show you. If you want to be in ministry, somebody is already in ministry. That Saul was the occupant. Sauli ndiye alikuwa amekalia kile kiti ambacho Daudi alikuwa anakitafuta. Kile kiti amepaka mafuta akirithi. Pray. Na ukiangalia hata watu wengi, hata wanasiasa who become leaders, they become leaders first by working with the leaders. Praise the name of Jesus. Utasikia anasemekana alikuwa chief campaigner wa senator, baadaye pia tunamsikia naye pia ana run for senate. Praise the name of Jesus. Na kuna watu wengi hapo wanakosea. Kuna watu wengi hapo wanakosa kujielewa. Wanakosa kuelewa Sauli ndiye kioo cha kule uendako. Praise the name of Jesus. And there are things that we spoke last time that I want to repeat them today. Praise the name of Jesus. Saul represents our goal, our purpose, and our destiny.
our target in life, our dream, our prayer, Saul occupied what David wanted. The reason David never killed him is because you don't kill what you want. The reason Daudi hakumuua Sauli ni kwa sababu you don't kill what you want. You don't kill what you are aspiring to become. Na hapo kuna watu wengi sana wanafanya makosa. They attack their destiny. Angepiga Sauli, angekuwa anapiga destiny yake. Na ndio maana Daudi hakumuua Sauli mpaka alifukuzwa na Sauli, akafukuzwa na Sauli, anapata opportunity za kumuua Sauli, lakini anamwambia vingine alikuja akangojea Sauli akijisaidia mahali chini ya pango, akaja akakata kitambaa cha nguo yake na akaenda pale mlimani, akamwonyesha akamwambia, angalia, nilikuwa na uwezo wa kukua lakini siwezi kukua because I cannot touch the anointed of God. Praise the name of Jesus. Let me tell you something. David knew that Saul was anointed, and David knew he was relying on the anointing, amen, to become a king. So if he attacks anointing, is attacking the same anointing that has anointed him. Praise the name of Jesus. You don't attack what is taking you to destiny. See kama mnaelewa what I'm talking about. Maybe let me bring it a little bit closer. Wacha niteremshe kidogo mtu aweze kuelewa. I have seen leaders dividing a group ambao wanasambaratisha kikundi chini ya kiongozi ndio wachukue uongozi. Huwezi ukafaulu katika uongozi namna hiyo. Hiyo sio njia ya Mungu ya kufaulu katika uongozi. Unapotaka kuwa mchungaji, huwezi kuwa mchungaji kwa kugawanya kanisa la mchungaji wako. That is not the way. If you are going to be, let me tell you something. Remember, Saul did not call himself to be king. Sauli hakujiteua kuwa mfalme. Sauli aliteuliwa na Mungu kuwa mfalme. Kumbuka, Daudi hakujiteua kuwa mfalme. Daudi aliteuliwa na Mungu kuwa mfalme. Praise the name of Jesus. Na sasa unapopigana na yule Mungu alimteua, praise the name of Jesus, ni kama unapigana na Mungu. Na Daudi alijua hiyo kitu. Na ukipigana, praise the name of Jesus. Let me tell you something. Watoto ambao hawaheshimu wazazi, praise the name of Jesus, hao watoto si ni future parents. Every child is a future parent. If you don't respect your parent now, don't expect your children to respect you in future. Kama wewe ni mtu wa kukosea wazazi, kuwaudhi wazazi, kuwadharau wazazi, ujue unadharau kule uendako. Na usifikirie utafika huko uwe salama. Amen. Kwa maana hiyo institution wewe haukudharau au kuheshimu. Rais ambaye hakuheshimu yule aliyemtangulia, na yeye akitawala hatoheshimiwa. That is why in countries like America, they know how to respect retired presidents, because they know after this ni mimi naelekea huko. Praise the name of Jesus. After this ni mimi naelekea huko. Praise the name of Jesus. Let me tell you something. Those girls who don't respect people's marriages, and those young men who don't respect people's marriages, praise the name of Jesus, they think it's funny. Unapotembea na mume wa watu, ujue siku moja mume wako atatembewa naye. Is anybody listening to me? So if you want to preserve your marriage, you preserve it by preserving other people's marriages. If you want to respect your marriage, you respect your marriage by respecting other people's marriages. You cannot dishonor other people's marriages and expect your marriage to be honored. Na hapo nafikiri ndio maandiko yanasema kile mtu apandacho ndicho anachovuna. Usitarajie kupanda maharagwe na utarajie kuvuna mahindi. Praise what you are doing now. Kile unafanya saa hii ni mbegu unapanda kwa future yako. Whether good or bad, I urge you to choose to sow a good seed. If you believe
If you are working hard, if you are trusting God to one day become a leader, respect leaders who are there before you. Honor leaders who are there before you. If you dishonor them, praise the name of Jesus, your leadership will be dishonored. If you disrespect them, your leadership will be disrespected. Is anybody listening to me? Hallelujah. 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 If you respect somebody's ministry, your ministry will be respected. If you respect somebody's business, your business will be disrespected. But if you don't respect somebody's business, yet maandiko anasema yule ambaye hawezi kutunza cha mwingine hawezi akapawa chake, si ndio? Yule hawezi, who cannot take care of somebody else something, they will not also be given their own. Praise the name of Jesus. You know, God brings us to a place. Elewa sasa Daudi ambaye amepakwa mafuta awe mfalme. Sasa amefanya na Mungu aje amwimbie mfalme. Na anamchezea kinanda faithfully. Mpaka mfalme akijazwa na pepo, Daudi anacheza kinanda, pepo anatoka. Na hakuna siku moja Daudi anajiinua, anamwambia mwanzo, wewe unujui mimi ndio nimepaka mafuta. Wewe unujui kama ulikataliwa na Mungu. No, David is doing this very faithfully. Akijua ya kwamba my turn is coming. Let me tell you something. Your turn is coming. Your turn is coming. If you are a tenant today, kama wewe umekodi nyumba leo, lipa nyumba na uaminifu. Siku moja, siku ambayo inakuja na iko mbali sana, Mungu atakubariki na nyumba. Na kama ulilipa nyumba na uaminifu, Mungu atasababisha wale wateja wako, wanaitwaje kwa Kiswahili kizuri, wale tenants wako, Mungu wapangaji wako, Mungu atawasababisha na wao wawe waaminifu. Lakini kama wewe uko mwaminifu kwa mwenye nyumba, utarajia wapangaji wako wawe waaminifu. And let me tell you something, people. You know, the problem with many of us is because it's like we don't have a dream. We don't dream to become anything. That is why we can be careless where we are. But let me tell you something. Ukielewa kabisa leo, praise the name of Jesus. Ukielewa kabisa leo, una destiny. Siku zijazo utakuwa na nyumba zako. Siku zijazo utakuwa na gari zako. Siku zijazo utakuwa na watoto wako. Au utachezea watoto wa watu. The same pain somebody feels ukichezea mtoto wake, ndivyo na wewe utakavyosikia mtoto wako akichezewa. Na nashangaa leo kuna watu hawajiangalii, wakaangalia nyuma, wakaona kile kinawafanyikia ni kile walifanya. It's only pay time. Unasikia mtu analalamika. I urge you today, I appeal to you today, it's time to repent. It's time to tell God, forgive me. I have understood, I have heard your word. I know I could be reaping what I sowed. Naweza kuwa ninavuna kile nilichopanda. Mungu nisamehe na unitakase, na usinisababishe mimi kuvuna kile nilichopanda. And when you do that, God is faithful. God is faithful to forgive. Mungu ni mwaminifu, anasamehe na dhambi zako zinafutwa kama ilivyo magharibi na mashariki. Unatenganishwa na dhambi na makosa yako. Praise the name of Jesus. Daudi hakusubutu kumuingilia Sauli. Daudi hakusubutu kumupiga vita Sauli. Na maybe that is why David died a natural death. You know, wakati ule mtoto wake alikuwa ameinuka kinyume na yeye, angemmaliza, angemuua. Lakini Mungu akaangalia, yule hakuwa mfalme, ataruhusiwa wawe kweli? Mfalme ambaye hakuwa mfalme, Mungu atamruhusu wawe? Mungu akasema hakuna, siwezi kuruhusu Daudi aangamizwe. Na Mungu akamkinga Daudi, japo alikuwa ni mtu wa makosa, alikuwa na makosa kadha wa kadha, lakini Mungu alikumbuka matendo yake. Kwa maana hata yule mtu alimuua Sauli, Daudi alimuua. Alikuja na fujo na masifa, akifikiri ametenda kitendo kizuri. Akamwambia Daudi, sasa Sauli nimemmaliza. Sauli no more. Akauliza, who are you to dare to touch the anointed of God? Wewe ni nani ukaweze kuguza mpakwa mafuta wa Mungu? Na maandiko yanasema Daudi akamwambia, ule upanga umemuua nao
Kwa mafuta wa Mungu ndio upanga utakao kumaliza. Praise the name of Jesus. Ule upanga uliotumia kumuua mpako mafuta wa Mungu ndio upanga utakaotumiwa kukumaliza wewe, na yule mtu akamalizwa na Sauli. So always remember, katika safari yako ya ukuu, katika safari yako ya ufanisi, katika safari yako ya kufanikiwa, mara yote, kila mara, kumbuka, heshimu mafuta. Kama umepakwa mafuta, heshimu mafuta. Praise the name of Jesus. Heshimu wale walioko mbele yako, heshimu wale waliokutangulia. Praise the name of Jesus. Heshimu wale ambao wana nafasi zile ambazo wewe unatafuta. Praise the name of Jesus. Kama unafanya kazi kwa biashara ya mtu na unaazimia siku moja uwe na biashara yako, heshimu hiyo biashara ya mwingine. Praise the name of Jesus. Utakapoheshimu hiyo ya mwingine, Mungu ataona wewe umehitimu kupata yako. Na ndio maana kuna watu dunia hii wanafanya bidii sana but they never succeed. Yaani ukiangalia na bidii sana, ana bidii sana na hawezi akafanikiwa. Kwa maana Mungu huangalia moyo wa mtu. Amen. Kuna watu ni wanafiki sana, lakini ni wanafiki, hawakuheshimu. Mwanzo sisi wachungaji tunayo shida kubwa sana. Unapata mtu yuko kanisani na anasema vizuri akiwa hapa, lakini akitoka pale ndio mtu wa kwanza kusema mtumishi wa Mungu vibaya. Praise the name of Jesus. And the moment you talk bad about me, you must understand you are undermining your own destiny. Praise the name of Jesus. When you talk bad, unapozungumza kinyume na yale mafuta yanayokuhudumia, praise the name of Jesus, ujue ya kwamba unatangua. Amen. Unaharibu. Una negate. You're just negating. Praise the name of Jesus. You are just negating. That is why this man, huyu mtu ambaye alikuwa amesimama kwa lango, yule mlinzi wa mfalme aliyekuja na mfalme mbele ya nabii wa Mungu Samueli, na Samueli akasema, leo masaa kama haya kichwa cha punda kitauzwa shilingi 2. Praise the name of Jesus. Akatangaza baraka ya chakula. Yule mtu ambaye mfalme aliengemea akasema, hata mbingu zifunguke, jambo kama hilo linaweza kuwa. Akasema hivyo, hata kama mbingu zitafunguka leo, jambo kama hilo linaweza kuwa. Mtumishi wa Mungu alimwambia, utaviona na hautavionja. Utaviona na macho na hautavionja. And let me tell you something, church. Hilo neno si lazima hata litamkwe. It happens, Mungu ulitimiza bila hata kutamkwa. Si ajabu hata yule mtu akusikia Samuel akisema, because let me tell you something, you cannot undermine, you cannot bite the hand that feeds you. Amen. Yule mkono unakulisha hivi, umechukua tonge la sima unaweka mdomoni alafu ume mpaka ume kidole, huo mkono utaendelea kulisha kweli? You must always learn to protect the hand that feeds you. Lazima ujifunze. Kama wewe ni mtoto, that is why watoto ni waheshimu wazazi. You know, that is because wazazi wanafeed watoto. Kama watoto watabarikiwa, njia ya kubarikiwa ni hao wazazi. Hao wazazi ndio Mungu ameposition kama lango la hao watoto wapite wabarikiwe. Hata wewe mtoto kama ataheshimu hao ya wazazi, kama atadharau hao wazazi, si amedharau ufanisi wake. Praise the name of Jesus. Hii anointing iko hapa, ndio anointing Mungu amesimamisha kutamka baraka juu ya maisha yetu. Wewe unayenisikiza, hii sauti unaisikiza sasa, ndio sauti Mungu amekuinulia wakati huu ambao umetuna, ikaweze kutangaza baraka kwa ajili ya maisha yako. Mimi ni mjumbe wa Mungu. Sasa ukidharau hiyo sauti, unadharau muujiza wako, unadharau baraka yako, unadharau breakthrough yako. Praise the name of Jesus. Na ndio unaona kuna wengi wanadumu makanisani, wameokoka miaka ya zamani sana, wamekuwa wakingangana, wanatembea katika wokovu kana kwamba wokovu ni mateso. Praise the name of Jesus. Wokovu si mateso, wokovu ni baraka, wokovu ni ushindi, wokovu ni ufanisi, wokovu ni raha katika Roho Mtakatifu. Wokovu si maumivu, wokovu si ugonjwa, wokovu unatung'arisha. Jana nilikuwa naangalia watumishi wa Mungu kama 3 hivi ninaowajua.
wazamani sana, and I can even mention them because they are honorable men and women of God. And one of them I was watching yesterday is Dr. Joe Kayo. That mzee right now I think is anywhere around 90 years na huko 90 something, and that man is still preaching. Looking at him akisimama hivi, he is stronger than many of us. And I looked at him and I was wondering, what has this man done? Wazee wa rika lake sahi wanatembea na mikogojo. Niambie ni wazee wangapi wa 90 years wanaweza kusimama for 30 minutes, 40 minutes wakaongea. Praise the name of Jesus. Na nikaangalia nikasema hakika mafuta yanauisha mtu. Na yanafanya mtu kijana. Yanamwongeza mtu miaka. Yanamwongeza mtu baraka. Hayana majuto mpendwa. Haya mafuta ya Mungu yatakung'arisha. Are you listening to me? This anointing is going to release, is going to cause greatness and a great blessing in your life if you respect the anointing. But if you disrespect the anointing can uproot you. The anointing can destroy you. The anointing can finish you. Kama vile mtu akaambiwa, wewe utayaona na hautayaonja. Na kweli kesho yake muujiza ulipotokea, watu walikuwa nakimbia wakachukua chakula, kwa maana walikuja akaambiwa chakula sasa kitapatikana katika lango la Samaria. Na maandiko yanasema huyo mtu alikuwa amesimama mlangoni, alikuwa ni mlinzi, amesimama mlangoni, watu walimpitia juu na akaangamia. Praise the name of Jesus. Why? Because he disrespected the anointing that was making a way for him. Alidharau yale mafuta yalikuwa yanamtengenezea njia. Usidharau mafuta yanayokutengenezea njia. Praise the name of Jesus. Usidharau mamlaka yanayokutengenezea njia. You know, that is one of the reasons I'm urging pastors. Yes, as much as yes, we must tell the government the truth. We must tell the government where we stand. Praise the name of, but we must also respect the government. Praise the name of Jesus. Lazima pia tuheshimu mamlaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unapolala usiku, praise the name of Jesus, ni serikali inahakikisha kuna usalama. Amen. Kando na Mungu. Of course, whoever guards the city without God guarding, he does it in vain. Praise the name of Jesus. But we must also know ya kwamba watu ndio waliowekwa na Mungu to watch over us. Praise the name of Jesus. And it is good to negotiate with them. Don't rebel unless the matter in question ni matter ambayo inaingilia kabisa imani yako. Like if somebody today stood up in the name of a leader, a government leader, na aniambia kwamba nisiokoke, na aniambia kwamba nisimwabudu Mungu, na asiniambia kwamba nisimtumikie Mungu, na aniambia kwamba nisimheshimu Mungu, huyo mtu sasa ni adui wangu. Praise the name of Jesus. But hizi vitu zingine zote that are negotiable, it's very, very important. Praise the name of Jesus. It's very, very important for us to know our position. I watched so many men of God, I don't want to mention them. I can mention more. Praise the name of Jesus. But I was looking at them and I was saying, wow, this is what God does to people who honor the anointing. If you honor the anointing, utakapoheshimu mafuta yatakupeleka mpaka kile kiwango Mungu ametaka. Let me tell you something. It is God who rejected King Saul. And if God didn't want King Saul to rule, he could have removed him the day he anointed David. Praise the name of Jesus. King David could have died. King Saul could have died that night. Praise the name of Jesus. The reason why God preserved him, it was because God had to prepare David. Wakati huo ambapo Daudi anatawala, walikuwa wamezungukwa na maadui wengi sana. According to me, David ascended to ufalme immediately. Asingewezana na hao maadui, kwa maana asingekuwa na jeshi la nguvu. Kule kufukuzwa na Sauli kulikuwa ni wakati wa kumwandaa Daudi atengeneze jeshi, aelewe vita, awe mwana vita. Praise the name of Jesus. Because zile challenges zilikuwa mbele yake zilikuwa ni nyingi sana. Daudi alipigana vita vingi sana kwa ajili ya Israel. Praise the name of Jesus. Na nafikiri one way of kumwandaa ilikuwa ni kule kukimbizwa na Sauli, akimbizwa. God can create something to chase you into your destiny. Mungu anaweza sababisha kitu kikufukuze kuelekea katika destiny yako. Praise the name of Jesus. And I want to speak even to leaders, upcoming leaders. What even some of these people think ni attacks are not attacks. They are things that have been, ni vitu ambavyo Mungu amevipanga. Praise the name of Jesus.
kukuelekeza, kukufukuza, kukuelekeza katika hatima yako. Praise the name of Jesus. Na ukielewa hivyo mpendwa, you thank God for every soul in your life. Hata watu ambao they are supposed, let me tell you something. A mentor is not supposed to be soft. A mentor is not supposed to be soft. Mtu ambaye anakulea na akuongoze katika kuwa mtu, nikikaa hapa na everything that you do, kazi yangu ni kuambia ni nzuri. You never improve. Praise the name of. Sometimes God will put us under very tough mentors. Tough mentors, people who rebuke us. People like Paul. Paul alikuwa potezi muda. Anarebuke mtu hapo. But you see, people Paul mentored. Unaona watu ambao Paul aliwamenta, anaongea na boldness. Anaongea na boldness akimwambia Tito, nilikuacha Krete ufanye 1 2 3, because he knew he had enough time to mentor Titus. He had enough time to mentor Timothy. He had enough time to mentor Onesimus. Mpaka anamwandikia barua Philemon, anamwambia mpokee Onesimo kwa maana amekaa na mimi, na kile kipindi amekaa na mimi ni kuna mambo nimeweka katika moyo wake na nafsi yake. I have mentored him. This man is a changed man. Yule is a changed man. Huyo ambaye alikuwa ana faida kwako mbeleni, sasa anaenda kuwa mtu wa faida. And I want to write a letter like that to many of you. Praise the name of Jesus. Niweze kuandika niseme, huyo my son. Do you have somebody in this life who can write a letter for you? Akasema, a lot of people come to me for recommendation. Mtu ameambiwa tunataka barua ya recommendation, tunataka bursary, tunataka bishop barua. And sometimes I wonder, can I write a letter like that for you? Can I write a letter and put my name in it? Paul alimwambia Philemon, huyu kijana kama atakukosea, hayo makosa wacha yawe juu yangu. Do you see somebody who has really mentored somebody? Anazungumza boldly. Anasema akiiba pesa nitalipa. Mwajiri huyu mfanyikazi akiiba pesa zako nitalipa. Ni watu wangapi leo unaweza kuandikiwa barua kama hiyo ukapeleka kwa mwajiri wako? Ni watu wangapi leo tunaweza kuwa guarantee wapewe loan? We are sure they are going to pay even as a church. Tukaeka sahihi tukasema mpe huyu ndugu loan afanye biashara, because we believe, we know he will be able to pay back. Praise the name of Jesus. Do you know why people speak like that? Do you know why our pastor can speak like that? Anatengemea tabia zako hata hapa kanisani, uaminifu wako katika because somebody who is able to pay tithe every week, every month, every year, praise the name of Jesus, consistently, huyo mtu atakipewa loan leo atalipa. Praise the name of Jesus. Lakini mtu ambaye anafanya vitu magea, hata leo hii ukamdhamini mahali, hata wengine hawezi kudhaminiwa na mbindi za watu. Ninasema bishop nataka kuoa, unaona pastor Ngugi nataka kuoa, anakuambia ngoja tutaongea na bishop. Unamaliza mwaka ukingojea Ngugi aongee na bishop. Kisa na maana wewe mwenyewe ukai, uwezi kudhaminiwa, uwezi kuaminiwa. Praise the name of Jesus. Can we rise up? I want us to pray. Hallelujah. Riba shantara bazika. So I want us to learn to honor and respect soul. Praise the name of Jesus. So is anybody ambaye Mungu ameinua, mtangulizi wetu, aliyetutangulia, mtu aliye mbele yako, your senior, superior, mtu ambaye yuko katika cheo cha juu kuliko wewe, mtu ambaye ametangulia mbele yako, huyo mtu yote ni lazima tukaweze kumheshimu na akapewe. I want us to pray. And I want to pray for many people who are watching even from home. I want to pray for many people who are watching from home. I want to believe God for a blessing for you. I want to believe God for a blessing for you. Nataka nikumwamini Mungu na kwamba utaweza kupokea baraka. Nataka baraka ya kwanza na kuombea ni encounter na Mungu. Naomba Mungu akajidhihirishe kwako. Naomba Mungu akakutembelee. Naomba Mungu akakufikie na mkono wake wa nguvu. Naomba Mungu akakuponye. Naomba Mungu akakuongeleshe na sauti inayosikika. Naomba Mungu akakutembelee leo. Naomba Mungu akajidhihirishe katika maisha yako. Na kabisa jambo la kwanza ninaloomba ni jambo la wokovu. Kama hujajua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, encounter ya kwanza ni ya wokovu. Huwezi kutembea na Mungu bila mwanzo kutengeneza uhusiano na Mungu. Na kama unataka kutembea na Mungu, ni lazima utengeneze uhusiano na Mungu. Na kutengeneza uhusiano na Mungu ni kumwamini Yesu akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini Yesu akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako yatabadilika. Ataingia ndani yako
atakaa ndani yako. Anasema nimesimama mlangoni ninabisha, atakayenifungulia nitaingia na nitakula pamoja naye. God wants to walk with you. God wants to dine with you. God wants to live with you. God wants to be a close friend to you. Mungu anataka akawe rafiki wa karibu, lakini hawezi bila wewe kumfungulia mlango. Are you ready to open the door for Jesus? You are ready to open the door for Jesus. It's by accepting Jesus as your personal Lord and Savior and praying a repentance prayer. And that is what I want to lead you to do today. Hilo ndilo jambo nataka nikuongoze ukafanye sasa. Pray after me. Kama umetaka kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sema ili ombi nyuma yangu. Na nyinyi ambao mko hapa kanisani pia, kama uko hapa na hujamjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ungependa kumpokea Yesu, nyosha tu mkono mmoja. Ama ulikuwa umerudi nyuma na unataka kumrudia Yesu, nyosha mkono mmoja juu ninapoomba sasa ukaweze kumpokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. I am a sinner. Forgive my sin. Nisamehe dhambi zangu. Niokoe. Save me. Write my name in the book of life. Ukaandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Ukaniokoe na kunisamehe dhambi na makosa. Maana kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. If you have prayed that prayer, now you are a believer. You are believing God, and that is why now you are saved by faith. Maandiko yanasema tunaokoka kwa imani. Sasa kutoka dakika hii, amini kabisa ya kwamba umeokoka. Amini kabisa ya kwamba umeokoka. Kama vile siku moja wazazi walikwambia jina lako ni Steven, na ukakubali kutoka siku hiyo by faith. Au kuona chochote, au kusikia chochote, lakini wazazi walipokuambia hivyo, uliamini, na ulipoenda shuleni ukaulizwa jina, ukasema unaitwa Steven, na mpaka leo unajiita Steven. You didn't name yourself, somebody named you and you believed, and today you call yourself Saul. Let me tell you something. The same way happens in salvation. Leo umeamini. I declare to you today that you are now saved. You are born again. Believe in that, walk with it, and God is going to walk with you. I want to pray a blessing over your life. Na kama kuna mtu mgonjwa, nataka nikamwombee baraka ya uponyaji na ushindi wa Mungu. Sasa nyosha mkono wako juu. Hata pale hapa kanisani, kama umekuja na wewe ni mgonjwa, just lift up your hands. Kama ni shinda nyingine, nyosha mikono yote miwili, vichwa vyote vimeinamishwa. All heads are bowed before God. Kwa heshima ya Mungu, tunapoinamisha vichwa vyetu, tunamheshimu Mungu. Mtu unayemheshimu huwezi kumwangalia ovyo ovyo. We bow our heads in honor of God. Tunainamisha vichwa vyetu tukimheshimu Mungu. Na kama kuna mtu ambaye anahitaji, anyoshe mikono yake miwili. Kama ni ugonjwa, shika mahali panapouma, because I want to pray a prayer of faith now. Maandiko yanasema maombi ya imani yatainua mgonjwa kutoka kitanda cha ugonjwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wengi ambao wamesikia ujumbe huu, na wengine ni wagonjwa, na wengine wana mahitaji tofauti. Ninawaombea uponyaji, ninawaombea ushindi, ninawaombea baraka. Ninasimama kinyume na magonjwa yote, including COVID-19, in the name of Jesus. And I declare healing upon God's people. Ninatangaza uponyaji juu ya maisha ya watu. Lord, touch them, heal them, make them well, in the name of Jesus. Ponya maisha yao, ponya nafsi zao, ponya nyumba zao, ponya biashara zao, ponya makazi zao, katika jina la Yesu Kristo. Ninatabiri wema, ninatabiri fadhili za Mungu juu ya maisha yako sasa. Receive in the name of Jesus. Receive the grace of God. Receive the mercies of God. Pokea rehema za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea miaka mingi sana katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wametubu kwa sababu ya kubeba mafuta vibaya, ninaomba mkapate msamaha. Ninaomba mkaweze kusamehewa. Ninaomba Mungu akaweze kuwaneemisha katika jina la Yesu Kristo. I speak a blessing upon your life now in the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord sustain you. For it is in Jesus' name that we pray and believe. Amen. Say a big amen. I appreciate all the viewers, wote ambao mmekaa na mimi kutoka mwanzo mpaka mwisho. May the Lord bless you. Those who have joined us in between,
May the Lord bless you too. Watch this message. We'll keep it on Facebook. Ukaweze kuangalia yote. Anajua your life shall never be the same again. Wednesday I will be speaking. Be speaking on the same topic. Saa 2 usiku, 8 p.m. on Wednesday. Please tune in on Facebook Live and you'll be blessed. Utabarikiwa na ujumbe mwingine kama huu, and your life shall never be the same again. Remember, on Sunday we are gathering here now as a church. All things are ready, and we thank God because of His goodness and His mercies. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord sustain you. My name is Bishop Nya from Mombasa, Uzima Tele, Jesus National Ministry in Kenya. May the Lord bless you. We are going to put my number on that screen. If you have a testimony, if you have a prayer item, you can call me. You can send me a message. You can WhatsApp me, and we will pray together, and we are going to encourage one another in this journey. May the Lord bless you. May the Lord keep you. I love you in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, God.